yetu na roho zetu tunazitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Kila kizuizi cha shetani tunakizishinda na tunakiondoa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba ya kwamba kutakuwa na uwazi wa mawazo na kuweza kuelewa na kufahamu kile ambacho ulicho nacho siku ya leo kwa ajili yetu. Bwana, ni asante Mungu kwa sababu ya mwalimu. Tunaendelea kukushukuru kwa sababu ya maisha yake. Mungu, utampatia neema, utampatia nguvu, utampatia ufunuo wako Bwana, amsaidie katika kutupatia yale ulio nao siku ya leo kwa ajili ya maisha yetu. Tunaomba ya kwamba hata naye ukampatia neema yako Bwana. Tunamfunika kwa damu ya Yesu Kristo. Tunatakasa mkutano wote, kwa wale ambao wamefika na wataendelea kuingia, wote tunawatakasa na damu ya Yesu Kristo, tukikaribisha Roho wako Mtakatifu. Ni asante kwa sababu wewe ni mwema. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Good evening and praise the Lord. Amen, 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 amen. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya jioni ya leo, jioni njema ambapo Bwana ametusaidia tumekuja tena, na naamini ya kwamba tuko tayari kuweza kufundishwa, tuko tayari kuendelea kupokea maarifa na ufunuo ambao Bwana alionao kwa ajili yetu kupitia mwalimu wetu. Na kwa hivyo tunamsifu Bwana, tunamwambia Bwana ni asante kwa sababu ya nafasi hii ambayo Mungu ametupatia. Sijui kama mwalimu amefika. Mwalimu amefika? Deaconess Grace Maina? Has the teacher come in? All right. So tunasema ni asante kwa sababu hii ni siku ambayo Bwana amefanya, na amefanya kwa sababu ya yetu tuweze kuelimika na tuweze kufundishika. Na basi naamini ya kwamba mara nyingi tumekuwa tukitaka kusikia ushuhuda ya yale ambayo Bwana amefanya miongoni mwetu, lakini pia huenda ikawa labda uko na swali. Tafadhali ukiwa na swali usikae na swali lako. Swali lako utalielekeza kwa administrator wetu ambaye ni Deaconess Grace Maina. Kama kuna mtu ako na swali, labda kuna mahali hukufahamu vizuri, ama kuna somo ambalo hukujalishika, ama kuna kitu ama swali lingine lolote, isiwe tu ni ushuhuda tu, tunatoa ushuhuda pia naamini ya kwamba hata waweza kuwa unaweza kuwa na swali. Muda wetu nakuwa ni mchache sana, na kwa hivyo maybe nafasi ya kupeana moja kwa moja tuulize maswali ama mtu aulize maswali, maybe wakati mwingine inakuwa ni chache. Lakini kama uko na swali, ni vizuri wasiliane na coordinator ama na administrator ambaye ni dada yetu Deaconess Grace Maina. Ataweza kukuelekeza, ataweza kukupatia ufahamu zaidi. Kama ni swali ataweza kujibu moja kwa moja, atakujibu. Kama ni swali itahitaji consultation kupitia kwa mwalimu, ataweza kukusaidia vile swali lako litajibiwa. Kwa hivyo usikae na swali, ni vizuri iwapo uko na swali hatutauliza hapa, ulielekeze kwa administrator ambaye ni Deaconess Grace Maina, ili aweze kukupatia mwelekeo zaidi ama jawabu juu ya swali lako. Na kwa hivyo tunasema ni vizuri siku ya leo Mungu ametupatia tuweze kukutanika tena, tuweze kuzidi kujifundisha na kuendelea kufundishwa na tuweze kuelimika. Tafadhali Sister Maina, ukiona mwalimu ameingia nifahamishe, just let me know, ndio nisichukue wakati wa mwalimu hata kidogo. So nashukuru Bwana kwa wakati uliopita, tuliweza kujifundisha mambo mengi. Nataka kutumai ya kwamba tunaendelea kupokea na tunaendelea kuandika nakala zetu, na tunaendelea. Mwalimu alikuwa anatuambia Alhamisi iliyopita ya kwamba haya ambayo tunajifundisha hapa sio kwa manufaa yetu tu peke yetu. Ni vizuri iwapo kama ungeandika nakala zako au unaandika notes zako kama inawezekana, manake kesho hujui utakuwa wapi. Unaweza patana na mtu ambaye ungetaka kumsaidia zaidi, labda ako na shida na ungetaka kumsaidia, na wakati mwingine maybe inaweza kukulazimu kurudi kwa nakala zako kuweza kufuatilia kuangalia kitu hapa na pale, ili ukaweza kumwelekeza mtu kwa kupitia ufahamu wa bila kuwa na shaka ama bila kupeana maneno ujumbe ambao haujakamilika. So kwa hivyo ni vizuri kama unaweza ni vizuri unaandika notes zako wakati mwalimu anaendelea, na kama hautaweza kuandika notes wakati mwalimu anaendelea, ni vizuri baada ya darasa. Nashukuru Mungu kwa sababu ya
mtu tunayemwita system administrator, ndugu yetu Deacon in sitting, tunamwita Deacon Spencer. Huwa anatupatia, huwa na record na pia anaweka hata kuna record ya audio, kuna record ya video. So kwa hivyo naamini ya kwamba unaweza fuatilia, na kama pia kuna kitu labda wakati mwalimu anaendelea kufundisha hukusikia huku. Okay. So tunashukuru Bwana, maanake mwalimu tayari naelezo amefika. Kwa maana nachukua fursa hii kumkaribisha mwalimu aweze kuendelea kutoka hapo. Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri yale yetu, na tumkaribisha mwalimu aweze kuendelea katika jina la Yesu. Karibu mwalimu. Asante sana. We having a challenge of electricity here. Sijui kwenye iko namna gani. Hapa kwetu unaona stima iko on and off. Kwa hivyo ndio sababu ambayo sijaweka video yangu on, kwa sababu saa zingine natumia stima, saa zingine natumia taa yangu ya sola. Kwenye mko na stima? Adiriva iko nyingi. Amen. Kama mko na stima. I thought it, unajua jana usiku tulikuwa na shida ya stima almost universal. Nafikiri shida pengine sio yetu peke yetu. Basi tunashukuru Bwana. Naendelea na somo la the 7 Adamic curses. Tunashukuru Bwana kwa sababu tayari tumeona the 7 Adamic curses. Nikuuliza, which are the 7 Adamic curses? Can somebody name one of those curses quickly? 1 second. Can you name all the 7 curses? Kila mtu moja na msiangalie your notes. Quickly. 1 second, 2 second, 3 seconds, 4 seconds. Kwa hivyo nyinyi wanafunzi muangalie notes zenu. Nimekuta kama pastor sitting in Semenye, nasikana wengine wakisema hakuna stima. Pastor sitting Semenye nimeacha kuambia mambo ya kurevise. You have an advantage ambayo ijakuwa na class ingine. You have the advantage ya kwamba kama kuna kitu ambacho hukuelewa, unaweza rudi kwa recording. Hiyo ndio nimekuta mkiambiwa. You can go back to the recording we mwenyewe usome peke yako. Because I'm saying if you just ukisoma siku moja mpaka tena Thursday next week na ukuangalia notes zako, surely you may not remember much. You may not. So for your good, zili kwenda hapo mnaangalia notes zenu. Tunasema we are dealing with the 7 Adamic curses. Tukasema laana ya kwanza inaitwa the curse of the Adamic nature, ama laana ya utu wa Adam. Tukaanza kuiangalia kwa ndani. Tukasema hii ni ule mvutano, the controversy, ule mvutano ambao huwa ndani ya wanadamu. Mvutano ya kwamba unataka kufanya mema, unakuta ya kwamba yale mema ambayo unataka kuyafanya uyafanye. Ni yale mabaya ambayo hutaki kuyafanya unakuta ya kwamba umeyafanya. Kwani ni kwa sababu kuna sheria, there is a law ndani yetu ambayo inafanya kazi. Hiyo sheria sasa ndio tunaita the Adamic curse. Wakati Adam alienda akajinyenyekesha kwa shetani, when he disobeyed the voice of the Lord, the authority of God, the word of God, then that controversy came and the spirit lost control over the soul. Na mwanadamu akawa na shida kubwa ya kwamba now the soul, where the mind is not in subjection to the spirit. Kwa sababu spirit ndio ina communicate na Mungu. Na vile Mungu aliumba mwanadamu ni ya kwamba the spirit was to communicate with God, and then now the soul, ali ambapo mawazo iko, the mind, the emotions zetu, and all those, the will, mali ziko, yote iwe under the obedience of the spirit. Nikawambia the flesh haina shida. The flesh is the slave of either righteousness or evil. Kwa hivyo when the spirit is in control, unakuta mwili hauna shida. The body has no problem. It is a faithful servant in a righteousness. But now when the soul or the mind or the carnal nature ndio iko in control, unakuta pia mwili
unakuwa ni mtumwa wa maovu. Tunaweza kuangalia kwa undani hiyo laana, tukasema ya kwamba Yesu Kristo alifanyika mwanadamu. He came, he took the form of a man. It's very very clear. Alichukua mfano wa mwanadamu ili ya kwamba katika huu mfano wa mwanadamu aweze kushinda mwili. Wakati Yesu, Biblia inasema ya kwamba the book of Hebrews ya kwamba alijaribiwa in every way. Kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu, hakujaribiwa. Alijaribiwa kwa njia, the Bible says, lakini hakufanya dhambi. Kwa hivyo wakati sasa alikuja, Adam alishindwa na huu mwili. Sasa the second Adam, Yesu amekuja na huu mwili, amenyenyekesha na ameshindana ndani ya huu mwili, na eventually akaenda pale msalabani akashindana akiwa na huu mwili. Even in the temptation in the Garden of Gethsemane, it was not easy. Alikuwa anasema, Mungu, not my will but your will be done. Yote ilikuwa ni majaribio, sababu anajaribiwa kuwa na huu mwili. Hapo ilikuwa ni mwili pia. Matthew 26, garden, bustani ya Gethsemane, akiita baba yake, pia my father, oh my God, if it pleases you, wacha hiki kikombe kikaniondokee. Inasema, nonetheless, not my will but your will. Hata Yesu si ati ilikuwa rahisi, lakini aliweza kushinda katika huu mwili, which means wakati tuko ndani ya Yesu na tuko ndani ya Yesu, tuko katika huu mwili, when we are in Christ, we can be able to overcome because Christ overcame. Then when we are in Christ, we can be able to overcome. Tukiwa ndani ya Yesu Kristo, si ni zaidi ya washindi. Si mtu aseme amen. Kwa hivyo hakuna suluhu ingine. There is no any other solution. Hakuna suluhu. Mwanadamu hawezi fanya mapenzi ya Mungu kando na Yesu Kristo. Hata avae kanzu ya white, avae nini, avae kilemba kama wa Korino, hizo vitu, avae nguo mrefu kama wale mama na ile sijui inaitwa mafiliri, hiyo avae hiyo nguo. Hiyo ni mavazi tu ya kidini, lakini hiyo haiwezi komboa mtu. Huyo mtu bado ni mtumwa wa laana, the curse of the Adamic nature, ama laana ya utuwana. Ni ndani ya Kristo, kwa maana alishinda. Kuna maneno ambayo ni ya muhimu sana mkisoma, mwe mkiangalia maripoto pameandikwa in Christ, through Christ and by Christ. Ushindi wetu wote ni in Christ, ndani ya Yesu, through Christ, kupitia kwa Yesu, and by Christ, kwa nguvu ya Yesu. Ushindi wa mwanadamu, you try anything, ukijaribu chochote nje ya Yesu Kristo, ninakuahidia ya kwamba utashinda. So wajeni tujifiche ndani ya Yesu. Tukijificha ndani ya Yesu, tutakuwa na washindi. Kama nilikuwa tukikuwa vijana, tulikuwa naomba, nimejificha kwenye mwamba, mwamba huu usiotingisika, nimejificha. Kwa sasa tunasema vijana wajificha chini ya nini? Ya mwamba. Wasichana wajificha wapi? Chini ya mwamba. Wamama na wazee. There is no other way. Can somebody say amen? Peane amen, amen, amen kwa Yesu, amen kwa Yesu. Then ikasema number 2, sikize vizuri. Kama tunataka kushinda hii laana ya the curse of the Adamic nature, ama laana utu Adam, it is very very important, usikize hii, to be filled with the Holy Spirit, kujazwa na Roho Mtakatifu. Wakati kanisa liliacha ile pattern ya Biblia, sababu ukiangalia kitabu cha Acts iko na pattern ya kanisa. Pattern ya kanisa ilikuwa ni mtu akitubu dhambi zake. Number 2, anaenda anabatizwa na maji. Number 3, anajazwa na Roho Mtakatifu. Hiyo pattern ndio inasaidia mtu, kwa sababu when you are filled with the Holy Spirit, Roho Mtakatifu ndio anakupatia nguvu. Tulisoma Galatians 5:16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the desires of the flesh. Utembea katika Roho Mtakatifu na utatimiza mapenzi ya nini? Ya mwili, ama tamaa za mwili.
Kwa maana Adamic nature, hii tunasema utu wa Adam, ni tamaa za mwili. Mwili uko na tamaa zake, mwili uko na mapenzi yake, yale mambo unataka kufanya. Hata wacha shetani, sasa mwili uko na mambo yake. So ungeweza kushinda hiyo mwili, tamaa za mwili na mapenzi za mwili, na ambao lazima tuwe ndani ya Yesu. Namba 2, tujazwe na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo sisi wote ambao tujazwa na Roho Mtakatifu tukuwa na ishara ya kuongea na tongues. Wacheni tutafute Mungu atujaze. Tukasema after the day of Pentecost there is no waiting time. Mtu anaweza kuokoka saa hii na ajazwe Mtakatifu saa hii. There is no waiting time. Kanisa la kwanza ndio walingojea siku 10. Wakati Yesu alienda after 40 days, wangojea siku 10, ikazika siku 50, ikawa the day of Pentecost. Na hii ilikuwa ni ya muhimu sana, kwa sababu namsikiza hapa vizuri. The law of Moses, sheria ya Musa, ilipeanwa on the day of Pentecost. Kwa hivyo wakati wana wa Israeli wanaposherehekea mambo ya Pentecost, wanasherehekea wakati walipata the law, walipata sheria wakati ilipeanwa. Now on the contrary, naye Mungu hakikisha ya kwamba on the day of Pentecost ndio amepeana Roho Mtakatifu, ili ya kwamba kanisa halitakuwa linasherehekea the law of Moses ama sheria, litakuwa likisherehekea kujazwa na Roho Mtakatifu. Sema amen kama umeelewa. Umeelewa? Kwa hivyo angona umuhimu, na tunasema hivi, tunasaisha hapo wa Pentecost. Speaking in tongues is not the end. Hiyo sio makusudio ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Makusudio ya kujazwa na Roho Mtakatifu ni tuweze kuwa mashahidi wa Yesu, witnesses of Christ. Witnesses, mashahidi kwa maisha yetu vile tunaishi, mashahidi wetu kwa kuongea na watu. Kwa hivyo speaking in tongues ni ishara, lakini sio mwisho, sio ile makusudio ya Mungu katika kujazwa na Roho. Makusudio ya Mungu ni kwamba tutembee katika utakatifu na tuwe mashahidi wa Mungu. Hiyo laana ya kwanza tuliweza kuiangalia jana, ni last time. Maana nataka muelewe hizi laana vizuri. Laana ya pili ya kuangalia ni ile laana, the curse of sin, laana ya dhambi. Sasa mambo ya laana ya dhambi, it revolves around slavery, ya kwamba dhambi iko na utumwa. Wakati mtu anapoingia katika dhambi mara ya kwanza, pengine anaingia kwa sababu ya raha. Kwa mfano ni pia mambo ya pombe. Wakati mtu anaanza kunywa pombe, akianza kunywa pombe inakuanga ni raha, ni kama anaenda anafurahia, ingawa mwisho atalewa, lakini there is that joy. Hiyo Biblia inaongea mambo ya mvinyo, wine. The wine makes the heart merry. Lakini eventually huyu mtu ingawa alianza kama tu ni mchezo, baadaye inakuwa enslaving, inakuwa na utumwa. Unakuta mtu anaambiwa na daktari, maini yako ni mbaya, hawezi acha hiyo pombe. Anaambiwa hii ni mbaya, itadhuru afya yake, hawezi acha, kwa maana amekuwa mtumwa. Kwa hivyo the curse of sin ama laana ya dhambi revolves around enslaving humanity in sin. Na tukasema ya kwamba mtumwa hana uhuru, mtumwa hana holiday. Kila wakati mtumwa ako kazini, hana holiday. Kwa hivyo wakati tunaingia mambo ya dhambi ilipoingia ilifanya wanadamu kuwa watumwa. Bwana, tulisoma ya kwamba Jesus Christ became sin. Yesu Kristo alifanyika kuwa dhambi ili sisi wenyewe tukawe utakatifu wa Mungu, the righteousness of God. Jesus Christ became sin so that we can be the righteousness of God in Christ Jesus. Tunapatia the scriptures. Yesu Kristo alifanyika kuwa dhambi ya kwamba sisi tukaweze kuwa wenye haki ama haki, the righteousness of God, watakatifu wa Mungu ndani ya Yesu. Kwa hivyo ndani ya Yesu sisi ni watakatifu, na ni ndani ya Yesu pekee ambapo tunaweza vunja utumwa wa dhambi mahali pengine. Na mbali tuangalie kitu tunaita the curse of rebellion, ambapo tunaita pia it is the curse of Satan. Tukasema ya kwamba shetani kuanzia pale mwanzo amelaaniwa. Ukisoma Genesis chapter 3,
Wakati alipoenda akajaribu Adamu na Hawa, na pale wakaingia katika dhambi. Alilaaniwa, akaambiwa wewe umelaaniwa kuliko wanyama wote wa bustani. Utakuwa ukitembea kwa tumbo lako. Ndio unaona nyoka hana miguu, au shetani ilikuja kwa mfano wa nyoka. Utakuwa ukitembea kwa tumbo lako, na utakuwa kila mchanga, na akaambiwa wewe umelaaniwa kuliko wanyama wote. Kwa hivyo lazima tukasema ya kwamba ile laana ya shetani ni laana ya milele. It is an everlasting curse. There is no way the devil can come out of the curse that was spoken upon him. It is an eternal curse. Laana ambayo ilizungumzwa juu ya Adam na juu ya Hawa, hiyo laana ndani ya Yesu Kristo tumekombolewa. Tumepata redemption ndani ya Yesu. Mungu alituma mwokozi aje atukomboe kutokana kwa hii laana ambayo ilinenewa Adam na Hawa. Lakini Mungu hakutuma Yesu ave kwa niaba ya shetani. Kwa hivyo laana ya shetani ni ya milele. Ile kitu ambacho shetani hujaribu kufanya ni kuingiza watu katika laana hiyo ya uasi. Who interacts with the devil, he becomes rebellious. Lazima tuangalie laana ya rebellion sana. Inakuwa kwa shule in the form of strikes. Nakuta kuna mwanafunzi anaongoza mambo ya watu kukoma kwa shule. Ujue hiyo ni kasi ya rebellion iko ndani yake. Kuna watu watamani mnafanya kazi, utakuta watu kasi ya rebellion. Wakati nilikuwa nafanya kazi CMC, tu kazi yake ilikuwa ni kuongea kila siku na kuinsight watu na kuambia vile CMC ni kampuni mbaya. Na unakuta na kuambia watu walikuwa wakiongea juu ya ubaya wa CMC kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unfortunately, mpaka wakati wengine walifutwa. Sasa wakati walifutwa ndio waliingia kwa shida kubwa. Na wakajua kwamba huyu mtu mlikuwa mnaongea na ni mtu alikuwa na kasi. Kwa mtu ambaye ako na kasi ya rebellion, ya uasi, mahali popote alipo anaingizanga watu katika uasi. Kwa sababu yeye ni mtumwa wa nani? Wa shetani. Na tukasema ya kwamba Yesu Kristo alifanyika kuwa laana. Jesus became a curse. Na Yesu akatii. Philippians chapter 2 from verse 5. Yesu Kristo alifanyika kwa mwanadamu, akachukua mfano wa mwanadamu, akanyenyekesha na akafa kifo ya msalaba. Yesu alijinyenyekesha mpaka kifo ya msalaba ili ya kwamba aweze kuvunja hiyo laana. Kwa hivyo ndani ya Yesu hakuna rebellion. Ndani ya Yesu Kristo hiyo uasi yote, all rebellion should come to an end. Kwa sababu now we have become the righteousness of God in Christ Jesus. Na tukaona pia Yesu Kristo alifanyika kuwa laana, Galatians 3:13, ili ya kwamba akaweza kutuvunjia laana zetu zote. Tuliweza kuangalia laana pia, tukaangalia laana ile ambayo ni laana ya magonjwa. Tukasema kwamba mwanzo wa magonjwa pale beleni hapakuwa na magonjwa. Hata ukiangalia Adamu hakuwa na vangu, hata Adamu hakuwa na vangu, walikuwa wamefishwa the glory of God, lilikuwa imewafunika. The glory of God imewafunika. Na utukufu wa Mungu umewafunika, uliwazuilia mambo yote. The glory of God, the presence of God, uwepo wa Mungu uliwafunika, ukazuilia na mambo yote mabaya. Hata wakujua walikuwa uchi, hawakujua sababu ile utukufu wa Mungu. Ili mara tu walipoingia katika dhambi, ndio mara moja wakagundua kumbe tuko uchi. Wakajaribu kuchukua matawi wajifunike. Na matawi, sasa nawafundisha kitu kipya, matawi ina represent self-righteousness. Matawi inawakilisha wakati mtu anatafuta Mungu kwa bidii yake na kwa wema wake, self-righteousness. Matawi inakauka. Hiyo matawi ingekauka baada ya siku mbili. Lakini Mungu akafanya kitu prophetic. Mungu akachinja mnyama, alafu akachukua hiyo ngozi akawafunika nayo. Kwa hivyo tayari Mungu akafanya prophetic action ya kutoa sadaka, ambayo kupitia kwa hiyo sadaka akawafunika na ngozi yake, which prophetically speaks about Christ. Ya kwamba Yesu Kristo baadaye atakuja, alikuja akatoa, akajitoa kama dhabihu, na kupitia kwa dhabihu yake na hiyo damu yake tumevishwa ule utakatifu wa Mungu ambao hauishi.
Can somebody say amen? So from there, from that fallen nature ya mwanadamu na ile kutoka kwa presence ya Mungu, magonjwa yote ikaanza kuingia ndani yake, kwa maana ametoka katika uwepo wa Mungu. Nasema pia we explained it vile when Adam ndipo alifanya dhambi. Usifikiri ni kitu ilikuwa rahisi. It pained God a lot. Ni kama ukupatia mtoto wako, umempatia kila kitu, na wakati ameasi unashindwa amefanya hivi kwa nini? Ama mke aasi mume wake, ama mume aasi mke. Mko juliza ni kitu gani huyu mtu alikosa, ama huyu mume alikosa nini, mke alikosa nini? So that one now brings a lot of pain in the heart. Na nikasema hiyo pain, wakati watu wajaokoka, inaletanga revenge. Sasa unakuta huyu mtu ambaye amekosewa, kwa sababu ile uchungu ambao umeingia ndani yake, na yeye anataka kutia huyu mwingine uchungu. Wakati Adam na Eve walipokosea Mungu, roho ya Mungu ikawa na maumivu mengi, pain, uchungu mwingi sababu ya watu, and that pain was reflected back juu ya maisha yao kama magonjwa. Kwa wakati mtu ako na ugonjwa tunasemanga mostly it is pain. Kwa hivyo acha tuseme hivi, mwanzo wa magonjwa it is the fall of Adam. Na tuseme hivi, shida zote ambazo ziko na mwanadamu, shida zote ziwe ni aina gani, ziwe ni spiritual, ziwe ni za kiroho, ziwe ni emotional, za hisia, ziwe ni shida za kiafya, za health, ziwe ni shida za pesa, hizo shida zote zilianza na Adam. Tukirudi nyuma tuweke baseline, shida zote za mwanadamu zimetokana na hizi laana za Adam. Nasema tunashukuru Bwana kwamba Yesu Kristo amekuja kupima hayo mambo. Ndio sasa tukini ndani ya Yesu, kama vile tuko ndani ya utu wa Adam na hizi laana zinatufuata, ndani tuko ndani ya Yesu Kristo, hizi laana zote zimeshindwa, na tushinde hizo laana zote kwa sababu tuko ndani ya Yesu. Can somebody say amen? Are you following? Nafuatilia? Ile laana ambayo tutaangalia siku hilo ni laana ya 5, expansion number 5, ambayo ni kwamba Christ became poor, the curse of poverty. The curse of poverty. Laana ya umaskini ndio tunaangalia usiku wa leo. Anasema the curse of poverty began from the Adamic fall. When Adam sinned, man lost his position of divine favor, authority, and provision. The ground was cursed, and human life became marked by toil, struggle, and limitation. Ile tumesema shida zote ziko na mwanadamu. Zilianzia na Adam. Wakati Adam alipofanya dhambi, akaingiza mwanadamu katika shida ya umaskini. Nasoma katika Genesis chapter 3 verse 17 inasema, cast is the ground in sorrow shall thou kill. Kwa hivyo ukiangalia polaana mbele, hapo mbeleni Adam alikuwa anaenda kwa shamba, nalima, akilima anapata mavuno, kulikuwa na shida. Sasa wakati alifanya hii dhambi, shida imeingia, shamba imeingia, hakukuwa na magugu. Unakuta siku hizi kuko na magugu kwa shamba, magugu yanamea. That is now, I mean, what do you call them? Magugu yanaitwaje kwa Kiingereza? Tares. Magugu. Tares. Tumejaa kwa shamba. Unakuta matunda, anaweza watu wapige dawa mimea yao. Hatuwezi jua huyu mdudu anaingilianga wapi. Unakuta tu wakati tu mti inaenda kuflower hivi, kama upigwi dawa, unakuta ndani kuna kamdudu kalingia uko ndani. So it is only umaskini, sababu sasa uko na matunda mingi, na hiyo matunda kwa sababu ikupigwa dawa, kuna mdudu aliingia hapo ndani.
Niko na miti ya guavas. Nimeona hiyo experience. Guava, wakati guava iko bado green, ukikula haina shida, lakini hiyo guava ikienda tu iwe yellow, uone imekuwa manjano yellow, imeiva sasa, enda ndani yake kama iko pigwa dawa, utakuta kamdumu gani. Kwa hivyo hiyo ni umaskini, kwa sababu sasa hiyo guava inakuwa ungeiweka inamaanisha kwamba ikiripen hivi, so kama uko na big harvest, mti yako iko na matunda mengi, inapotea, inaharibika. Idhango niko na kuku ya kwamba zikiharibika nawekea kuku zangu, kwa hivyo sina waste, sababu ya kuku nitakula. Lakini mtu ana kuku inakuwa ni waste. So can imagine mtu ako na miti mingi ya guavas and you want to harvest, na pengine unataka kuuza, sababu guava inaweza zaa matunda nyingi sana. Poverty ikaja, hiyo uharibifu, hiyo limitation ikaingia. Nasoma katika Genesis 3:19, niliwaambia last time, ukipata mnasoma kwa haraka, 17 to 19. To Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree which I commanded thee. Amesoma Kiswahili. Kwa Adam akasema, kwa sababu umesikiliza mke wako na ukala kutoka kwenye mti uliokuamuru msile tunda lake. Ardhi, sikia hivi, ardhi imelaaniwa kwa sababu yako, kwa kazi ngumu utakula chakula kitokacho humo siku zote za maisha yako. Itazaa miba na mibaruti kwa ajili yako, nawe mimea ya shambani. Kwa jasho la uso wako utakula chakula chako utakaporudi ardhini, kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo, kwa kuwa wewe u mavumbi, na mavumbi wewe utarudi. Poverty came in. Poverty has come. That you have to spend a lot of money. If you are a farmer, spend a lot of money ndio mimea yako uweze kupata your produce. So eventually unaweza kuta ya kwamba kama hakuna bei mzuri ya kununua mimea yako, umekuwa maskini, kwa sababu umetumia pesa nyingi sana kuweza kupigana na hayo madhara yote. Tunasema therefore poverty is not merely the absence of money, it is a spiritual system of limitation that restricts, deprives, and reduces man from dominion to survival. Tunasema umaskini ni nini? Poverty is a caste system, number one. Poverty is a limitation system. Kwa hivyo laana ni, umaskini ni laana, na poverty is a limitation system. Hiyo hali ya umaskini inaletanga limitation, nguvu, you are limited. Poverty is a bondage system, ni kifungo. Poverty is connected to the loss of dominion. Tukiangalia the nature of poverty, the caste system, tuangalia to the nature ya poverty, tunaweza sema poverty operates through lack and insufficiency, upungufu. Laana ya umaskini inaonekana kupitia kwa upungufu, fear of tomorrow, kuogopa kesho, mental limitation, mawazo yetu inakuwa limited, hatuoni kitu tunaweza fanya tupate pesa, mawazo yetu. Struggle without breakthrough, kung'ang'ana na hakuna ushindani. Dependence instead of dominion, wakati Adam hakuwa amefanya dhambi na mamlaka juu ya kila kitu, lakini sasa imekuwa ule utawala mwanadamu kupoteza. Meanness and withholding, ile kutokuwa mtu mkarimu, unakuwa mtu meanness. Mimi anaitwaje? Mtu mean, aitanga mkono ngumu, mkono gamu. And meanness and withholding, ignorance and blindness, pofu, inability to enjoy what one has. Wakati uko na pesa, sababu uko na hofu hii pesa itaisha, huwezi furahia. Wrong relationship with money. Kwa hivyo tunasema ya kwamba hii mambo ya umaskini si mambo tu ya kukosa pesa, kwa sababu kuko na watu ambao wako na pesa lakini bado wanaishi maisha ya umaskini. Hawezi kula vizuri, hawezi nunua, pesa haiwezi kuwa mtumishi wake. Tulifanya hii laana ya finance,
na umaskini na mambo ya finance na inashikana hapo kiasi. Niangalie mambo yote. So tunasema riches in God's kingdom are not merely for pride, luxury or selfish living. Riches speaks of stewardship, responsibility, power, influence and authority under God. Wakati mtu wa dunia ako na pesa na kuwa na kiburi kubwa kwa sababu anaona ni yeye ajipatie utajiri. Lakini katika Mungu, Deuteronomy 18:17, Deuteronomy 8:17 to 18. Nasema, thou shall remember the Lord your God who gives you the power to become wealth. Kwa hivyo Mungu ndio anapeana nguvu ya watu kuwa tajiri. God gives the power to wealth, for wealth to get wealth. But he requires faithfulness, humility, obedience, and the right attitude of our hearts. Wealth must never become an idol. It must remain a tool for God's purpose. God's will is for his people to prosper in a balanced and godly way. Mapenzi ya Mungu ni ya kwamba tufanikiwe katika hii pesa isiwe ni ya kutia kiburi na kujionyeshana kama watu wadogo. Lazima tukari ishara, the sign of Christ is the sign of humility. Hiyo ndio ishara ya Yesu, ya kwamba hata mtu atakuangalia akisikia ndio mwenye hiyo gari hataamini. Mtu anasikia wewe ndio mwenye hiyo nyumba, amen. Mtu anasikia wewe ndio umetoa hiyo pesa, amen, kwa sababu ndani yako hakuna kiburi. Lakini watu wa shetani hata kuwa na kakitu kadogo, amenunua gari, anataka kila mtu aende akitingiza funguo, kila mtu anakuja na gari ya kuja kwa mkono, anataka aeke gari yake mahali pabaya, wrong parking. Ndio sasa pale MC atangaze mwenye Mercedes Benz. Hizi Mercedes haina sifa sana. Ilikuwa wakati ilikuwa na sifa sana. Aseme mwenye Toyota Land Cruiser V8 ama TXL ama TXZ, mwenye hiyo gari. Sio ni gari gani unapenda sana iweke jina yake. Afadhali you are blocking the way. Sasa anatokea pale, ndio watu wote waone ni yeye mwenye hiyo gari. Alifanya hivyo deliberately, yaitwa. So hiyo show, utajiri wa watu wa Mungu, it is not for that. Ile tuliona last time kutoka kwa John 3:1-2, ya kwamba ni mapenzi ya Mungu ya kwamba we prosper in all things, spiritually, in health and body well-being, economic and material well-being. Mapenzi ya Mungu tukafanikiwe wakati roho zetu zinaendelea kumjua, kumpenda Mungu. Hautaki kufanyika maskini, lakini unajua utakuwa maskini. As our souls prosper, we may be in good health and we may prosper in all things. Ndio kumjua Mungu, kunyenyekea kwake, kujua na naye. Tubarikiwe katika kile tunatoka katika afya. Na pia tunaona pale tunasema ya kwamba haya mambo yote yametatuliwa pale msalabani. Tunaita the divine exchange. The divine exchange. Kwa hivyo hata mambo ya umaskini kulikuwa na kubadilishana. The cross reveals a divine exchange. Sikiza hizi, Christ became poor. We receive his riches in him. 2 Corinthians 8:9 inasema, 2 Corinthians 8:9 inasema, he became poor that you may that ye through his poverty might be rich. Kazama Mungu akamfanya mwenye kuwa maskini, ndio mimi na wewe kupitia kwake tu matajiri. Kwa hiyo usiangalie kazi yako na usiangalie biashara yako. Na hiyo ndio makosa sisi wote tunafanya. Wachini tujiangalie ndani ya Kristo. Yesu na tukiri, Jesus, you became poor. Ulifanyika maskini, ndio mimi niwe tajiri ndani yako. Ni asante maana mimi ni tajiri, mimi ni tajiri wa kila kitu. Mimi ni tajiri wa pesa, mimi ni tajiri wa neno lako, mimi ni tajiri wa kiroho, mimi ni tajiri wa afya, mimi ni tajiri wa mali, mimi ni tajiri wa mbuzi na ng'ombe, mimi ni tajiri wa dhahabu na fedha ndani ya Kristo. You confess it because it was it. 2 Corinthians 8:9. Nataka unisomee Biblia yako.
Ukisema hii ni ya Pastor Ng'ang'a, Biblia ya Pastor Ng'ang'a inasema tofauti. Soma yako 2 Corinthians 8:9 inasemaje? It says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich." Hebu soma tena. Pole, wasome pole. It says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, that you through his poverty might become rich." That you through his poverty might become rich. Kwa hivyo wacha nisome ya Kiswahili. 2 Corinthians 8:9 nasema, kwa maana unajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba ingawa alikuwa tajiri, kwa ajili yenu, sikiza hiyo, alikubali kuwa maskini, ili kwa umaskini wake nyinyi mpate kuwa matajiri. Nyinyi mpate kuwa matajiri. Sema, mimi ni tajiri kupitia kwa umaskini wa Yesu Kristo. Mimi ni tajiri, mimi ni tajiri, mimi ni tajiri. Na vile nataka ulikuwa ninawafundisha, usingoje siku ya deliverance na kukiri, because hii ni somo ambayo iko na mambo. Unakiri every truth. Hizo laana zote nimewafundisha zote. Sasa tuko laana ya 5, expansion 5. Unadai kila ukweli, because kwa kila moja kuna scripture nimewapatia. Unaanza kuidai. This is so clear. Mimi sio kama kuna hata sio kama kuna maandishi ambayo ni clear kama hii kwa Kizungu na kwa Kiingereza na kwa Kiswahili. Was it you read which version? King James? Whoever read, did you read King James? New King James Version. Okay, asikiza. Sasa NIV. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Sikiza hii. That though he was rich, yet for your sake, he became poor, so that you through his poverty might become rich. Wewe unangojea Rotary. Unangojea Rotary, neno Rotary. Umeletwaje Rotary? Unangojea Rotary ati ushinde. Uwe tajiri. Unangojea ni hiyo kitu unangojea, niambie nini? Hiyo kitu unangojea. Tell me. Hiyo kitu unangojea, niambie nini? That thing unangojea. Kupitia kwa umaskini wa Yesu Kristo tunafanyika mamilionea. Kwa hivyo kusema mimi nimefanyika milionea ya Kristo. Yesu Kristo ndiye atakupatia revelation, akupatia ufunuo. Akwambia fanya hii biashara, fanya hivi na hivi, ile njia atakuongoza fuata. Lakini utajiri wetu, our justification to be rich is because Christ has become poor for us. Full stop. Nasema mimi sijui lingine. I wish kuna wimbo tulikuwa tukiimba iko kwa hizi hymns, but unfortunately we just used to sing it when I was nikienda kwa Anglican. Nasema sijui kitu ingine, najua tu Yesu. I wish I knew how to sing it in Kizungu. Niwaambie ati mimi sijui lingine, mimi sijui utajiri wangu mahali pengine. Utajiri wangu uko ndani ya Yesu. Utajiri wangu uko ndani ya Yesu. Bwana asifiwe. So Christ has broken the curse of poverty. He has broken the curse of poverty by becoming poor for us. Poor for us. All right. The breaking of the poverty system. Kuna njia nyingi za kuvunja ile laana ya umaskini. Number 1, faithfulness. Tulisoma hata kwa kazi ile ya finance. Generosity. Wazambara kutoka kwa laana ya umaskini sio mkonogamu. Giving. Stewardship. Uaminifu. Inasema if you cannot be faithful in that which is somebody else's,
who shall trust you with that which is your own? If you cannot be faithful with that which is somebody else, who shall trust you with that which is your own? Kama huwezi kuwa mwaminifu kwa ile ambayo ni ya mtu, ni nani atakuaminia ya faithfulness? Yeah, that's what I'm calling, stewardship. Na tunaona ile ya talanta, Matthew chapter 25. Moja akapewa 5, mwingine 2, mwingine 1. Kwa hivyo, so God wants us to be faithful with what he has given us. Tuizalishe. Kuna kitu kama diligence, lazima tuwe watu very diligent. Christians are not lazy people and careless people. Wakristo si watu careless. Lazima tuwe diligent. Right priorities. Tuwe na right priorities. If God gave you $1 million today, what would you do with that $1 million? Can you write there 3 things that you do with $1 million? If God gave you $1 million, what is the number one? Usiandike in order of priority. Haraka, I'm giving you 1 minute. Andike hapo, if God gives me $1 million today, this is what I know. Usidanganye, andika ile iko kwa moyo wako. Umeandika, ni assignment na wapatia. Right there. Ndio amemaliza, aseme amen, atume amen, emoji. Aseme amen, nimemaliza. Ile wacha kufikiria sana. Sitaki kufikiria. Ukifikiria you are not sincere. Wewe kaandika ile kitu ukifanya. Na hiyo pesa saa hii kama $1 million ingekuja bila kufikiria. Unajua ile shida unakukaa bako. Ungefanya nini? Weka 1 2 3. Kwa hivyo nasema hapo right priorities. Mara nyingi priorities zetu Mungu itupatia pesa. Hata ufalme wake uko mahali. Hata style kwanza taifa na kwangu $1 million utatoa 100,000. Taanza kuona vile wewe uangaliza kwa zimebaki 900. Unaangalia ya Mungu. Unadipenda kwa kanisa. Kwanza wazo ukienda kutafuta ushauri kwa watu wako moja. Auangalie nimebaki na 1,900. Priorities. So zingine tutakosa utajiri sababu ya wrong priorities. Contentment. Humility. Tutakuwa tukipitia wapi? Tasema wacha wanione sasa. Uko naenda Gishagi, utaanza kwenda Gishagi. Wakuone siku hizi ile gari unaendesha. Seeking first the kingdom of God is a principle. So poverty can operate through number 1, fear. Umaskini unafanya kazi kupitia kwa uoga. Lazima mtu anakuambia invest here. Weka rasilimali yako hapa. Nunua shares. Safaricom wanuza shares. Roho ingine ya uoga inakuingia ndani. Wapi usifanye hivyo utapoteza. Fear. Number 2, laziness. Kwa lazima tuondoe fear. To renounce fear. We renounce laziness. Uzembe. Number 4, wrong thinking. That's why you should have a renewed mind to another mind of Christ, renewed mind. Number 4, poor stewardship. Ule umiliki mbaya. Ile vitu ambavyo Mungu amekupatia unamiliki vibaya. Unaenda kuitumia vibaya umiliki wako kama prodigal son. Umiliki. Failure to multiply what God gives. Are you multiplying what God gives you? Ile kitu Mungu anakupatia, Mungu anataka uimultiply, ujumlishe, iongezeke. Hiding gifts and opportunities. Na kwa kama mtu alipewa talanta moja akaenda akaificha. So tunasema ndani ya Yesu, in Christ giving becomes a kingdom key in Christ. Kutoa inakuwa ni funguo. Obedience activates provision flow. Utiifu activates obedience flow. Number 3, stewardship releases multiplication. Ukianza kutunza kile ambacho Mungu amekupatia. Number 4, dominion mindset replaces limitation mindset. Dominion mindset replaces limitation mindset. Wanabadilisha mawazo yetu. Kingdom priority attracts divine supply. Kingdom priority. Tunaweka mambo ya ufalme wa Mungu mbele. Lakini zote tumeangalia kama ungekuwa very sincere.
ungekuta mambo ya Mungu hata pengine hakuna. Lakini kanisa letu naonanga hakuna hii. Naweza nunua speakers, hizi zetu zinang'orotanga, hata hakuna hiyo. Viti zetu zimevunjika, hiyo hakuna. Humility protects the heart from pride. Humility. All right. Yesu alifanya nini? What did Christ do? What did Christ do? Christ refused to submit to Satan. Alikataa kunyenyekea kwa shetani. Christ humbled himself before God. Nyenyekesha chini ya Mungu. Christ obeyed where Adam disobeyed. Yesu alitii mali Adam alikosa kutii. Christ became poor for our sake. Hiyo tumesoma, alifanyika kuwa maskini kwa ajili yetu. Christ broke the curse of poverty. Wakati alifanyika kuwa maskini. Unafikiri alifanyika maskini kwa nini? Yohana unaiambia, I am in Christ. You curse of poverty, I am in Christ. You are broken. You are broken. Hautanifuata. Christ restored access to divine provision. Akarejesha hiyo supply ya Mungu. Christ restored dominion and kingdom abundance. John 10:10 inasema, I am come that you may have life and have it in abundance. Yohana 10:10 inasema, mwizi huja ila tu kuiba, kuua na kuua, lakini nimekuja ya kwamba mkaweze kuwa na uzima na uzima tele tele. Kwa Yesu amekuja kurejesha uzima tele tele. All right. Tunajua what Adam, vile Adam alitungisha kwa ile shida, nimesema ya kwamba Yesu Kristo ameturejesha. Bwana asifiwe. Expansion number 6, naita the curse of rejection. Curse of rejection. Laana ya kukataliwa. Curse of rejection. Curse of rejection. The origin of the curse of rejection. The curse of rejection began from the Adamic fall. Adam rejected the word, the voice and authority of God. God had commanded Adam concerning the tree of the knowledge of good and evil, but Adam disobeyed. Nasema laana hizi zote zilianza na Adam. Laana ya kukataliwa ilianza na Adam. Wakati alipokataa kusikiza sauti ya Mungu, neno la Mungu, mamlaka ya Mungu. Wakati Mungu alipomwambia ya matunda ya miti yote hautakula, ili ya kujua mambo ya mema, maana ile siku utakula utakufa. Hakutii. All right. Then Genesis, that's Genesis 2:17. All right. When Adam accepted the voice of the serpent and rejected the voice of God, door to separation, fear, shame, hiding, and broken relationship came. Nasema wakati Adam alianguka, mwanadamu akatenganishwa na Mungu, one was separated from God's presence, fear entered human experience, woga ukaingia, shame replaced intimacy, aibu ikaingia, hiding replaced openness, mambo ya kuficha, kujificha, relationship with God was broken. Kwa hivyo tunasema ya kwamba this shows that rejection is rooted first in spiritual separation from God before it becomes an emotional experience. Siku hiyo tunajua mambo ya kukataliwa ni mambo ya hisia. Lakini tunasema kabla mambo ya kukataliwa ijafanyika jambo la hisia, emotional experience, it is a spiritual matter. Inaanza katika ulimwengu wa kiroho. Rejection begins with separation from God. It later manifests as emotional pain. It affects identity, relationships, and belonging. It produces fear, shame, insecurity. Hii mambo ya kukataliwa inafanyanga mtu awe na uoga, awe na aibu, shame, awe na insecurity, asikia kwamba hana ile utulivu na isolation, kama watu hawamtaki. Tukiangalia the nature of rejection in the caste system, the nature of rejection in the caste system, tunasema rejection is the sense, rejection, sasa tunapata definition. Rejection is the sense of being unwanted. Ama tuseme feeling. Wacha tuseme rejection is the sense of feeling. Kwa maana wakati mtu akona hiyo roho ya kukataliwa, hata wakati watu wamkatai, pana watu wampendi, hata wakati watu
wanampenda, anaona watu wampendi. Hiyo ndio shida. Rejection inafanyanga kazi mara mbili. Unaona ya kwamba watu wakupendi, na sababu unaona wakupendi na unawakataa. So sikiza hapa vizuri. Rejection is the sense of being unwanted, of feeling unwanted, unloved, unaccepted, excluded, abandoned, or pushed away. A person has desire love and belonging, but still feel like an outsider. Kwa hivyo hiyo ndio hii mambo ya rejection. Rejection manifests as loneliness and isolation, feeling unwanted or unaccepted. Kwa mtu ambaye kwa hiyo roho ya kukataliwa anasikianga hiyo hali ya upweke, feeling unwanted, anasikia watu hawamtaki. Emotional wounds, akona majeraha kule ndani yake, katika hisia zake. Broken identity, hajijui kabisa yeye ni nani. Betrayal and shame, hiyo mambo ya aibu na kusikia amesalitiwa. Cycles of relational breakdown, sababu hiyo hali ya kusikia watu wakupendi, unakuta mtu hali ya uhusiano wake na watu wengi inaenda kivunjika, awekangi urafiki inavunjika na watu wengi. Hata kama ni msichana, kuna kijana mpenda, inavunjika. Kama ni kijana, kuna msichana anapenda, inavunjika. Kwa sababu ya hiyo hali, atafika mahali asikia anipendi, amwache huyo mwingine tena wa marafiki, asikia mpendi. Fear of being abandoned again, akuwa na uoga. Sasa hata anaogopa kuwa na uhusiano, kwa sababu sasa anaona huyu naye tukuwa na uhusiano na yeye ataniwacha kama yule mwingine. All right. The rejection system produces, wakati mtu ako na hiyo hali ya kukataliwa, what does it produce? It produces internal withdrawal. Watu ambao wako na hiyo mambo ya kukataliwa, rejection, ndani yao wanakuanga wamejitenga na watu. Despair and self-pity, hiyo mambo ya kujihurumia. Bitterness and sorrow, wakati wengine wako na uchungu wa moyo na hiyo sorrow, dhiki ya dunia, sorrow, huzuni. Anger and rebellion, utakuta watu wengine wako na anger, unaonyeshana mambo ya hiyo makasiriko mengi na rebellion. Na ile kitu inawasumbua actually ni rejection. Kwa sababu hiyo kusikia apendwi, anakuwa na makasiriko mengi na uasi mwingi. Defensive reactions, unakuta mtu kila wakati ako defensive. I mean, anataka ukimwambia kitu tu anataka kujilinda, kujikinga, defensive. Fear of correction, watu ambao wako na hiyo mambo ya rejection wataki kusahihishwa, fear of rejection. Na wako na difficult trusting others, wako na shida kuweza kuamini watu wengine. Tuangalie tu kwa haraka common sources of rejection in human life. Tumeona hiyo rejection inaanza kwa Adam, lakini katika maisha ya watu tunataka kuangalia kiini cha mambo ya kukataliwa. Ilianza na Adam kweli, lakini wakati tunahusiana sisi na wenyewe, ni kitu gani inaweza leta hali ya kukataliwa ndani ya mtu? Number one, parental rejection, kukataliwa na wazazi. Lack of love or affection, wakati haukuweza kulewa, ukionyeshwa upendo. Number three, being unwanted or born under difficult circumstances. Tutasoma in the next topic. Wakati mama ni mjamzito, kama hapendi huyo mtoto ataanza rejection na kuwa tumbo ya mama yake. Kwa hivyo kuna watoto wanaanza rejection wakiwa ndani ya tumbo ya mamao. Wengine wanaanza rejection wakati wako ndani ya mama yao. Wengine wanaanza rejection wakati ni watoto wadogo, sababu ya wamelewa, hiyo ya kukataliwa. Broken homes, watu ambao wamezaliwa katika boma ambazo, broken marriages. Unasikia kuna mambo ya divorce. Divorce inaleta mambo ya rejection. Broken homes, mambo ya divorce, broken homes, divorce. Broken homes inaweza kuwa watu waja divorce, hizo mashida ziko ukipigana na nini. Lakini pia divorce inaleta hiyo shida. Favoritism among siblings,
Lazima mzazi, watoto wote wafanani, lakini usionyeshe watoto wengine unawapenda na wengine uwapendi. Usiwe kama Jacob, baba ya Joseph. Alipenda Joseph, akamnunulia koti ya rangi nyingi, na hiyo kafanya ndugu zake waweze kumkataa. Favoritism, betrayal. Unaweza kuwa na rejection kwa sababu ya betrayal. Mtu alikusaliti, mtu ambaye ulikuwa unamwamini akakusaliti, na ulikuwa unamwamini, betrayal. Inaweza kuwa hiyo rejection. Abuse hali ya abuse hiyo tu kutukana kwa mdomo, lakini an abusive life. Public humiliation. Kuna watu ambao wengine ukisema kitu mbele ya watu and then zaidi waambie you are wrong. Unakuta mtu kutoka siku hiyo anasema mimi sitawahi jaribu tena. Uliinua mkono kwa klasi unakwambia akakukemea. Baada ya kwambia you have tried, yes. Can you give him a clap? He has tried, all right. Does somebody else have an answer? Kwa sisi walimu lazima tuwe waangalifu. Tunaposahihisha watu, tusiwasahihishe public, waogope failure. Saa zingine mtu akishindwa na kitu, hiyo rejection inaingia, hataki kuijaribu tena. Exclusion, wakati umetupwa nje. Unmet expectations, saa zingine kama uko na matarajio fulani na isipatikane, rejection. Harsh criticism, wazazi. Kama niko na wazazi hapa, harsh criticism, watoto wakikosea, hiyo harsh criticism tuachane nayo, kuwakemea kwa nguvu tuachane nayo. Comparison with others, sasa unakulinganisha kijana wako na kumwambia sio kama kijana wa fulani, uonaje kijana wa fulani vile anafanya kwa kanisa, uonaje msichana wa fulani, mbona uko hivi? Waacha hiyo mambo ya kulinganisha watoto wako, usiwalinganisha na watu wengine, kwa sababu hao ni watoto ambao ni maalum. Can somebody say amen? Are we there? Angalia kwa ufupi responses produced by rejection. Wakati mtu ako na hiyo hali ya kukataliwa, kuna kuanga na responses tofauti. Na mjue ile laana ya kukataliwa is a very bad thing. Rejection ndani ya maisha ya mtu ni kitu mbaya. Na sisi wote tunataka kuomba Mungu kuzivuta laana ya kukataliwa. Rejection is a bad thing. People respond to rejection in different ways. These responses are not always, may show several of them at different times. Zinaonekana kwa njia tofauti, lakini response ya kwanza, mtu ambaye ako na rejection, kuna wale behave, those who give in. Kuna wale ambao wakati wako na rejection, they give in. These collapse inwardly and may experience depression, despair, loneliness, self-pity, helplessness, suicidal thoughts. Hiyo ni kikundi kimoja, watu wale wako na rejection. Wengine wataingia katika depression, shida ya mawazo, loneliness. Hiyo mambo yote, hali ya kujihurumia. Mtu amekata kauli na mwisho wa mtu anaweza kujinyonga. Number 2, those who hold out. These hide the pain and appear strong outwardly, but inwardly they carry the pain. Kuna wale ambao nje haonekani ni kama wako na ujasiri na nguvu. Kuna mtu aona kila wakati anaongea kama mjasiri, lakini ndani yake ako na bitterness, ako na secret sorrow, huzuni, ako na emotional wounds uko ndani, amekwaruzwa, ako na masked pain, uchungu ambao ameuficha, na silent resentment. Hiyo hali ya kukataa watu lakini haionekani. Kwa hivyo kuna wale wako na hiyo rejection lakini wanajifunikanga it, lakini ndani yao kuachimba utaona haya mambo. Kuna wale number B, those who fight back. These respond outwardly through those who fight back. Kuna watu wako na hii rejection wanapigananga. They respond outwardly through aggression. Kuna watu wako aggressive, defensiveness, resistance, rebellion, anger, harshness. So kuna watu wako na hiyo, unaona ni kama mtu ni mwasi, hata kusikiza, ako na makasiriko, ni mtu harsh.
hiyo zinaweza kuwa ni ishara pia za rejection. Alright, kuna wengine wanakuwa ni the people pleaser, watu wa kupendeza, wa kuplease watu. Then number 5 and number 6, the performer or achiever. This person attempts to overcome rejection through success, excellence, or are driven to prove their worth and often tie identity to achievement. Kuna watu ambao wanajaribu pia kufanya mambo mengi waonekane ya kwamba wanaweza, lakini kitu inawasumbua bado ni rejection. Sasa wanataka kuonyesha watu hata mimi naweza fanya hivi, aliambiwa hawezi kufanya, kwa hivyo wanafanya aonyeshe watu ya kwamba anaweza fanya. The masked or pretending person. This person hides pain behind humor, confidence, spirituality, business. They appear fine outwardly, but carry unsolved wounds inward. Kuna watu ambao wanaonekana wako na raha, wanaonekana wazuri, wako na utulivu wa kiroho, lakini ndani yao wanaumia. The control or dominant person. This person tries to control people and environments to avoid being hurt, and you trust and often resist submission. Kuna ambao wana control. There are people who are very controlling. Kuna watu wana control watu sana. Controlling. Hataki wewe kama ni mama ukienda kanisa, anataka urudi haraka, na yeye ni kanisani, anaenda kwambia tutaenda kwa hiyo kanisa. Mtu very controlling kama ni mwanamume, mwanamke very controlling. Kuna mtu ambaye anapenda kutawala watu sana, anaweza kuwa na shida ya rejection. The addiction or escapist person. This person seeks relief from rejection through substance habits, entertainment, behavior, or distractions. They use escape instead of healing. Kuna watu pia wako na hiyo hali ya kukataliwa, lakini wako katika madawa ya ulevi, katika pombe. Na hiyo yote ile kitu inawasumbua ni hali ya kukataliwa. Lakini kwa sababu hawataki watafuti uponyaji, wanatafuta kujificha ndani ya pombe na raha na mambo mengine. The bitter or cynical person. This person develops a hardened heart, distrust people, expect rejection, critical, negative, and resistant to love. Sasa kuna watu wengine ambao wako bitter, watu wako na uchungu. Moyo wao umekuwa mgumu kwa sababu ya rejection. Hiyo mambo yote wanafanya hiyo mambo yote, hata wataki mambo ya upendo. The over-independent person. This person rejects help and support, insisting on self-reliance. They avoid because they fear disappointment or rejection. Kuna wengine wako na hiyo rejection, lakini sasa unakuta huyo mtu hata ukijaribu kumsaidia, unaona hapa anahitaji usaidizi, mtu acha nikusaidia, akwambia hapana, hii nitafanya tu. Mtu unaona kabisa anaenda kuzama, unaomba umsaidie, lakini hataki. Yeye anataka kujifanyia vitu kwa sababu anaogopa mwishowe atakataliwa, kwa hivyo anataka kujifanyia mambo mwenyewe. Unaweza sema hivi kwa ufupi, rejection actually topic ambayo mtu anaweza kujisoma. Ni topic inatakiwa kuwa kama somo pekee yake. Rejection is very bad na iko na madhara mengi sana. Mtu akuwa na rejection, wanga na shida ya kurelate na watu, lazima anakuwa na shida na Mungu, kuwa na shida na watu kanisani, atakuwa na shida watu kule nyumbani, na pengine watu hawajajua kwamba ni rejection ambayo hapana. Kwa hivyo ni plan ambayo tunataka kuivunja, lakini msalabani Yesu Kristo alikataliwa. Wakati alikuwa mbele ya Caiaphas alikataliwa, alikuwa mbele ya Pilato akataliwa, na hata wakati alikuwa pale msalabani akataliwa. Kwa hivyo Yesu Kristo alikataliwa kwa ajili yetu. Ukisoma Isaiah chapter 58, he was rejected for us. Kwa Yesu Kristo alichukua kukataliwa sisi. Wewe ni aina gani? Wewe haujali hiyo rejection iko ndani yako inadhirika namna gani? Lakini Yesu alichukua ukataliwa kwetu, ndio na sisi tuwe the beloved of the Lord. We are the beloved of the Lord. Sisi ni wapendwa wa Mungu ndani ya Yesu. Tunakubalika na Yesu. Yesu amekubali, na kwa sababu amekubali, wakati Mungu ametukubali, na yeye ndio mwenye yote, anavunja rejection. Mungu anakubali, nani atakubali? Kwa hivyo ndani ya Yesu Kristo hataki kubeba rejection, kwa maana Mungu mwenyewe ametukubali.
Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Hapo nasikia Naomi anaongea. Naomi, zima your mic. Mungu awabariki sana. Nataka mwanze kuomba, mwanze kuomba, mwanze kuomba, mwanze kuomba. I'm hoping coming Thursday I can just go straight. Sitarudia haya masomo, pengine nitaangalia to the last curse, which is the curse of death, na sita revise. Kwa hivyo msikize kanda, kama kuna mali nimeenda haraka, usikize hiyo kanda pole pole. Itakuja straight, niangalia the last curse, which is the curse of death, then niangalia the 7 kingly spirits ambazo zinatawala hizo laana zote. Nikiangalia hizo maroho, then si kama tunaweza kuja hiyo laana hivi kama inakuja kwa mapenzi ya Mungu. And the Lord bless you. Have a good night. Father, we thank you, we bless you. Asante kwa wakati ambao umetupatia na mambo ambayo unatufundisha. Asante kwa maana ndani ya Adamu wa kwanza tunaingia katika shida, katika maumivu, katika mambo. Ni asante kwa maana mapenzi yako sio tu katika hiyo hali, katika kwa Yesu Kristo mwana wa pekee, ili afanyike hizi laana zote ndio ndani yake hizi vitatu. Kwa hivyo tuna shida wetu ndani ya Kristo. Hizi laana ya utuhada, ya dhambi, ya ripo, ya sexual, ya hizi laana kutuhada, maana tuko ndani ya Yesu. Tunakushukuru, tunakuinua kuja kwa hizi laana. Naomba ya kwamba watu wako wanapotai kushindwa ndani ya Yesu, wacha waanze kuona mabadiliko ndani ya maisha yao. Na kushukuru, ninakuinua, maana nimeomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Can we say amen? Amen. 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 Uanze kudai ushindi wenu. Hizi sio hadithi ninawapatia. Niliwaambia hii topic is a reality, ni ukweli ambao umefanyika. Muanze kudai ukweli. Ndio unaona ninawarudia, muweze kuelewa hizo laana. Na hizo laana muweze kuzivunja, muanze kuzivunja na kuzikataa. Anzeni kuzikataa sasa. Usingojee siku ya kuvunja laana. Uzikatae kuanzia sasa. Unaangalia notes zako, unakataa laana ya kwanza. Unaangalia notes, unakataa laana ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Na tatu, sita, uwe tayari umedeal nazo ndani ya maisha yako. The Lord bless you. Have a good night. Over back to, all right, you can continue from there. Amen. Amen. So we thank God. Nashukuru Bwana kwa hiyo nafasi. We said we hatutoki mpaka tumesema maneno ya neema. We are not leaving until you see the words of grace. Kindly hold on. As you can see from your screens, kuna paybill number. Just give your offering, and as you give, you can show us by raising your hand or showing us by an emoji, so that we can be able to close and say the words of grace. Number paybill iko hapo. Kindly let's give, and as we give, let's show by hands. I hope Mr. Admin, thank you, Sister Grace. Mr. Admin, that you hold it a bit so that what people can continue to give even as we say the words of grace. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, thank you for the giving of your people. We thank you and we bless you. Father, we give you honor and the glory on your behalf, on your own behalf, and on the behalf of your servant. Lord, we receive the giving of your people. And we pray the Lord God Almighty shall bless your people and increase them, oh my Father, to the glory and honor of your name. Father, we thank you, we bless you. Even as we sleep, be with us, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 God bless us as we continue to give. The number is still there. Mdogo mdogo as you give, and God will bless you. Thank you. Good night. Amen. Amen. 222. Only 200.
123, 123, 323, 842, sasa ni gani hizo? Ni gani hizo? Okay. It's just switched.